wakuja kutusikiliza. Nimekuwepo hapa kuanzia saa 9 kuelekea saa 10. Baadhi yenu na wengi wenu mlioko hapa mmesimama muda wote huo kwa uvumilivu mkubwa kutusikiliza. Ni heshima kubwa kwetu. Asanteni sana. Wakati na toka asubuhi, kwa sababu leo nililala hapa Singida usiku wa kuamkia leo, nilala Singida, nikawa naelekea Mkalama kule Iguguno, kabla sijaelekea mbele zaidi huko Meria na Singida kaskazini na kwinginepo huko ambapo kote nimekuwa na mikutano ya hadhara. Siku ya leo nikapita eneo la uwanja wa Bombardier, nikakuta pale CCM wanaandaa mkutano pale. Sasa nikauliza viongozi, imekuwaje kwamba CCM nao wana mkutano hapo jirani hapo Bombardier? Viongozi wakaniambia CCM waliposikia Chadema tuna mkutano leo, na wenyewe eti wakaandaa mkutano jirani wakidhani kwamba watu mtaenda kwenye mkutano wa CCM. Sasa wakati narudi kutoka Ilongero nimeshuhudia wako wachache kweli kweli. Na hiyo ni pamoja na viongozi kuniambia kwamba walituma na magari kwenda kusomba watu, lakini bado hawakuweza kufika kiwango cha nyinyi ambao mmekuja wenyewe kwenye mkutano huu kwa gharama zenu, kwa nguvu yenu. Asanteni sana Singida mjini. Na hii inaashiria nguvu mlionayo kama wananchi. Na serikali hii, matendo ambayo serikali inayofanya hivi sasa ni ishara ya serikali kuogopa wananchi. Ni ishara ya nguvu mlionayo na hofu ya serikali juu ya nguvu ya wananchi. Nitaanza na hili la uchaguzi. Serikali inayoamua moja, kuacha katiba yenye ibara mbovu iendelee kutamalaki Tanzania, katiba ambayo iliandikwa mwaka 77 wakati vyama vya TANU na ASP vinaunganishwa kuunda CCM. Kuliundwa kamati ya watu 20 ya kuandika katiba ya CCM. Ghafla kamati ya watu 20 ya kuandika katiba ya CCM ikajigeuza na ikageuzwa kuwa ndo kamati ya kuandika katiba ya Tanzania. Kwa ikaandika ya CCM, ikaandika na katiba ya Tanzania mwaka 77. Tanzania ilipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, kilichoingizwa kwenye katiba ikawa ni ibara tu ya kwamba nchi na mfumo wa vyama vingi, lakini msingi wa katiba ukabaki ule ule wa katiba ya mwaka 77, kwa sababu serikali iliogopa uhuru wa watu kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Serikali hii inayogopa nguvu yenu. Nguvu yako wewe mwananchi ni kura yako. Uwezo wako wa kuamua ama kiongozi awe madarakani au aondoke ni nguvu yako. Serikali hii kwa kuiogopa nguvu hiyo ikatunga sheria mbovu za uchaguzi. Sheria ya uchaguzi mwanzoni ilikuwa ya mwaka 85 na sheria ya uchaguzi ya mwaka 79. Mwaka 2024 serikali ikasema sasa inaandika sheria mpya. Inaandika sheria mpya ya uchaguzi ya udiwani, ubunge na urais, na inaandika sheria mpya inayoitwa ya tume huru ya uchaguzi. Lakini badala ya kuandika sheria mpya ya kutoa mamlaka kwa wananchi kuweza kuchagua kiongozi unayemtaka,
serikali hiyo hiyo kwa kuogopa tena wananchi ilichokifanya mwaka 2024 ni kuchukua sheria ya mwaka 79 ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya udiwani na sheria ya mwaka 85 ya uchaguzi wa ubunge na urais. Sheria zile zilikuwa kwenye lugha ya Kiingereza, wakazigeuza ikawa kwenye lugha ya Kiswahili, alafu wakaziunganisha kuwa sheria moja, alafu eti wakaita wametunga sheria mpya ya uchaguzi. Lakini masharti ni yale yale ya hofu iliyokuwepo toka wakati wa mfumo kwa chama kimoja. Hofu ya wewe mwananchi kupata mamlaka ya kumweka kiongozi madarakani na kumuondoa kiongozi madarakani. Na nilivyosema, serikali hii inaogopa nyinyi wananchi. Sisemi kwa kuwasingizia. Sisi tulibahatika kuitwa na Rais Ikulu Chamwino mwezi Mei mwaka 2022. Tukafika tukakaa mezani. Rais yuko hapa, sisi viongozi wa Chadema tuko hapa. Tunazungumza naye. Tukamweleza Rais Samia matendo yaliyofanywa na Magufuli kwa sababu ya hofu juu ya wananchi, matendo ya hujuma kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, matendo ya hujuma kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Rais akajibu akasema kweli Magufuli alikosea. Tukamweleza nini kifanyike. Tukamwambia suluhisho ni kurudisha mamlaka kwa wananchi kwa kufanya mambo mawili makubwa. Tulikuwa na hoja 11, lakini kati ya hizo 11 mambo mawili tukamwambia rais haya yapewe kipaumbele. Moja, tukamwambia rais kuna mchakato ulifanyika wa kuandika katiba mpya ya nchi. Wananchi wakapewa mamlaka ya kutoa maoni yaliyokusanywa na tume ya Jaji Warioba. Maoni ya wananchi yalikuwa mengi kweli. Walipofika Singida hapa, tume ya Warioba ilipofika hapa, wananchi mliulizwa maoni. Wapo mliotoa maoni tuwe na tume huru ya uchaguzi, wapo mliotoa maoni wananchi wana mamlaka kwamba diwani au mbunge asipotekeleza matakwa ya umma usisubiri uchaguzi, wananchi waweze kumuondoa kabla hata uchaguzi mkuu. Jaji Warioba akapokea maoni yao akaingiza kwenye rasimu ya katiba ya Warioba. Tukamwambia rais turudishe mamlaka kwa wananchi, tuendeleze mchakato wa katiba mpya. Tukamweleza mchakato uendelezwe namna gani na ukamilike kabla ya mwaka 2024. Lakini tukamwambia wakati mchakato wa katiba mpya ukiendelea, inawezekana CCM na serikali mkawa na hofu juu ya katiba mpya, mkachelewesha mchakato. Basi yafanyike vile vile marekebisho kwenye katiba, kwenye ibara ambazo zinafanya uchaguzi usiwe huru na haki. Rais akasema basi tuunde timu ya mazungumzo ili tuzichambue hizo ibara. Ikaunda timu ya watu 5 ya serikali na CCM ikiongozwa na Kinana. Ikaunda timu ya 5 ya Chadema ikiongozwa na mwenyekiti Freeman Mbowe. Mimi nilikuwa sehemu ya hiyo timu ya 5. Makamu mwenyekiti John Heche alikuwa wakati wa mjumbe wa kamati kuu, alikuwa sehemu ya timu. Tukakaa nao. Hizi ibara zote hizi za katiba hapa alizozisoma mwenyekiti wetu wa kanda ya magharibi wakili Matata, ibara zote hizo tukaanza kueleza. 74 si ibara ndogo ya kwanza, ondoa mamlaka rais kuteua tume. Tukawaambia futa hiyo katiba inayosema kwenye ibara 41 ibara ndogo ya 7 matokeo rais kutokujua mahakamani, futa. Tukawaambia futa kwenye katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 10 inayosema kwamba tume ikifika hapa Singida kusimamia uchaguzi inalazimishwa kwa katiba lazima itumie watumishi wa umma. Tukawaambia futa kwenye katiba ibara ya 74 ibara ndogo ya 12 inayosema kwamba eti tume hata ikiangua mgombea upinzani au ikizuia mpinzani kufanya kampeni huwezi kwenda popote hata mahakamani. Ibara ya 74 ibara ndogo ya 5 inampa mamlaka rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM kuondoa tume wakati wowote. Tukawaambia yote hayo. Tukabishana nao.
ukapita mwaka mmoja, mwezi Mei mwaka 2023, baada ya kuwabana sana watupe majibu juu ya kufanyika kwa marekebisho hayo, wakatujibu kwa mdomo na kwa maandishi kwamba CCM hawako tayari kwa katiba mpya, hawako tayari kwa marekebisho yoyote ya katiba yanayohusu uchaguzi. Mambo yote wakatuambia tusubiri mpaka baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 tuyajadili kuanzia mwaka 2026. Tulipobana sana tukagundua kumbe kitu kikubwa ni hofu walionayo kwamba marekebisho hayo yakifanyika, Rais Samia na CCM wataondolewa madarakani kwa nguvu ya sanduku ya kura kwa wananchi. Sasa sisi tukajiondoa kwenye mazungumzo ya maridhiano. Tukasema turudi kwenu nyinyi wananchi, kwa sababu nyinyi ndio wenye nchi. Katiba ya Tanzania pamoja na ubovu wake, ibara ya 8 ya katiba inatamka maneno yafuatayo: mamlaka na madaraka ni ya wananchi. 1. 2. Lengo la serikali ni ustawi wa wananchi. 3. Katiba inatamka serikali itawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo ibara ya 8, mamlaka na madaraka ni ya kwenu. Tumerudi kwenu ili tushirikiane, tuweke msimamo wa pamoja kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms, no election. Sasa kwa sababu nyinyi ndio wenye nchi, sisi Chadema tuliweka msimamo tu huu kwa niaba ya wananchi, lakini msimamo umetokana na nyinyi kuibiwa kura, kupiga kura, lakini mamlaka yenu kutokutimia. Leo mkutano huu wa Singida, ni vyema watawala wakaisikia na nyinyi sauti yenu. Wale mnaoamini kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, naomba vidole viwili juu, vidole viwili juu. Sasa wanaisikia sauti kwa ishara, lakini waisikie kwa sauti kwa maneno vile vile. Nikisema no reforms, mnasema no election. No reform! No reform! No reform! No reforms! Singida no reforms! No reforms! Bila mabadiliko! Bila mabadiliko! Bila mabadiliko! Bila mabadiliko! Sasa ndugu zangu, bahati nzuri hili sauti yenu imesikika. Na sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Sasa hii sauti hii lazima tuongeze nguvu kwenye kuipaza. Na namna ya kuipaza sauti sio sisi viongozi tukuzungumza jukwani. Ni pamoja na nyinyi viongozi kuzungumza kwa namna mbalimbali. Mimi faraja ninayoipata kwa kweli ni kwamba sasa hii kauli mbiu na huu msimamo wa no reform no election ni msimamo ambao hata kwenye mitandao ya kijamii sasa umetamalaki kweli kweli. Hongereni sana wananchi. Na kwa kweli niwapongeze wote. Nimpongeze Mange Kimambi, nikupongeze wewe wa Singida hapa ambaye walikuwa watawala wakiandika tu. Yani Rais Samia akiandika tu au chao wake wakiandika tu, na wewe unawapandia pale juu, ama Instagram au Facebook au Twitter au popote pale X au kwingine, na wewe unasema no reforms no election, na wewe unapaza sauti. Endeleza msimamo huo. Yani no reforms no election sasa imekuwa kama wimbo wa taifa, kiasi kwamba jana nilifungua mtandao kidogo nikaona video moja bwana, mtu yuko kwenye harusi anatoa salamu kwa wosia kwa anayeolewa, alafu mwishoni akamalizia no reforms no election kwenye harusi. Nikasema sasa hii imekaa sawa sawa. Sasa hii ikae sawa sawa ndugu zangu wa Singida. Ikae sawa sawa zaidi. Iko sawa sawa ila ikae sawa sawa zaidi. Ninakuomba wewe ambaye umefika kwenye mkutano huu wa leo,
ukitoka kwenye mkutano huu, wewe uhitaji jukwaa kama hili, ila ni kwenye kijiwe cha kahawa, piga no reforms no election. Mama yangu pale ukienda saluni, waambie no reforms no election. Ndugu yangu kule ukienda msikitini, waambie no reforms no election. No reforms no election. Kila mtu akisema kila mahali no reform no election. Ukipanda basi, ukienda kijijini, kawaambie no reforms no election. Wimbo huu, nguvu hii ya watawala, hata wakizima mitandao bado tutawashinda kwa sababu sisi tuna nyinyi, tuna watu wengi ambao mnaunga mkono no reforms no election. Sasa ndugu zangu wa Singida, tulipochukua msimamo huu wa no reforms no election, hawa watawala hawa ambao wamechelewesha reforms, mabadiliko, mageuzi kwa muda mrefu. Mara ya kwanza mabadiliko yamedaiwa ni wakati wa mchakato wa nchi kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Naona makamu mwenyekiti anaingia. Inshallah kama makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heji anaingia. Hebu no reforms